Asante sana mpendwa mfuatiliaji wa channel yetu hii pendwa kabisa, channel ya Makala Simulizi. Hii ni sehemu ya 4 ya simulizi yetu ambayo tuliokuwa tunakwenda nayo. Simulizi yetu pendwa kabisa inayokwenda kwa jina la Kosa Lisilokuwa na Adhabu. Katika sehemu ya 3 msikilizaji, tuliishia mahali ambapo kijana Jeff alikuwa tayari amefikishwa nyumbani na rafiki yake Kremlin. Alikuwa ameletwa pale nyumbani baada ya kuwa alikuwa anatoka kwa mama yake mdogo. Kule kwa mama yake mdogo, unakumbuka mambo gani ambayo aliyokuwa ameelezwa kuhusu mke wake? Alipata zile taarifa nyeti kwamba mkewe tayari amepata mtoto kipindi ambapo yeye alikuwa yuko nchi za nje. Na amerejea pale, mtoto tayari alikuwa ana miaka 2 toka azaliwe. Alielezwa sababu ni kwa nini mke wake alikubali kuzaa na mdogo wake, yaani mdogo wake na Jeff ambaye anafahamika kama Marco. Ni kwa nini mke wake alikubali kuzaa na Marco, mdogo wake na Jeff, wakati huo Jeff akiwa yuko nchini China? Ni kwa nini? Alikuwa tayari ameshaambiwa. Sasa alikuwa anarudi nyumbani kufanya maamuzi. Sasa karibu sana katika sehemu hii ya 4, tuangalie kwamba je, anakwenda kufanya maamuzi gani kuhusiana na mke wake kupata mtoto na mdogo wake. Lakini pia unakumbuka katika sehemu ya 2 tuliishia katika sehemu ambapo Julius alikuwa amekimbiwa na mpenzi wake. Kulikuwa kuna mtafaruku kati ya Julius na mwanadada Rhoda ambaye ndiye mpenzi wake. Lakini tunaona kwamba kuna watu walikuwa wanaingilia hili penzi, ambapo hapa kuna mwanadada anayefahamika kama Elizabeth, lakini vile vile kuna mwanadada anafahamika kama Christina, ambao hawa walikuja kwenye maisha ya kijana Julius kwa sababu maalum. Tuliona kwamba walikuwa wametumwa na dada anayefahamika kama Gladness kwa sababu zake maalum, na sababu hizo tulishaziona. Sasa tusipoteze muda sana katika sehemu iliyopita. Kama ukihitaji bana, angalia hapo, utaiona sehemu ya 3 ya simulizi yetu hii inayokwenda kwa jina la Kosa Lisilokuwa na Adhabu. Ukiangalia hapo msikilizaji, utaona kila kitu. Sisi tuko sehemu ya 4 bwana. Kwa hiyo tunaendelea katika sehemu ya 4. Karibu sana, twende sambamba ili tuweze kupata mwendelezo wa simulizi yetu hii. Karibu sana, ni mimi BHB wa Makala Simulizi. Asubuhi na mapema kabisa, kijana Kremlin alikuja mpaka pale nyumbani kwa akina Jeff. Ndipo mahali ambapo walipokuwa wamekubaliana kwamba waweze kukutana. Ilikuwa ni kwa ajili ya safari yao ya kuelekea nyumbani kwa akina mwanadada Nancy, ili kusudi Jeff akaweze kupata taarifa kamili ya kwamba kweli kule kuna mtoto ambaye atatambulishwa kama mtoto wa dada yake na Nancy, ili hali ni mtoto wa Nancy kabisa. Siku hiyo walitumia pia gari ya kijana Kremlin, mwanajeshi huyu na yeye. Moja kwa moja walienda, ilikuwa ni safari ya masaa zaidi ya 2. Walifika mpaka nyumbani alikokuwa amezaliwa mwanadada Nancy. Kwa shangwe walipokelewa, huku akitoa salamu nyingi sana, na wao wakimpokea kwa sababu toka atoke nchini China alikuwa bado hajawahi kufika kuwasalimia. Walifurahi na wao wakifahamu kwamba ni salamu tu kama salamu za kawaida, kwa sababu kijana Jeff alikuwa yuko nje ya nchi. Kwa hivyo ilikuwa ni safari ya kawaida kabisa ya kuja kusalimia. Walimpokea vizuri kwa shangwe na mambo mengine mazuri yakaendelea. Wakati wanaendelea kupiga story kati ya kijana Jeff na wakwe zake wale, aliona mtoto mdogo ambaye ana umri wa miaka inayokadiriwa kuwa 2. Alikuwa anafanana kabisa na mdogo wake anayefahamika kama Marco. Pale alizidi kuongeza mashaka ya kuingiza katika ukweli taarifa aliyopewa na mama yake mdogo hapo jana. Katoto kale kalionyesha kufurahi na kumpenda sana bibi yake yule.
na hata alipouliza kweli alijibiwa kwamba mtoto yule ni mtoto wa dada yake na Nancy. Kwa utulivu kabisa alikapokea na kufurahi kucheka nako, lakini akiwa anakamilisha taarifa zingine. Pamoja na Kremlin walikuwa wako makini sana kumtazama yule mtoto. Mtoto yule alikuwa na mchanganyiko wa kufanana sana na Marco mdogo wake na Jeff, lakini pia akiwa anafanana na mama yake mzazi, yaani mwanadada Nancy. Maongezi yalimalizika na hatimaye walipanda gari kurudi nyumbani. Wakiwa ndani ya gari, stories zilikuwa zikiendelea. Jeff alikuwa akiuliza, Kremlin, mbona naona kama hii ni kopi kabisa ya Marco? Marco bwana ametoa kopi. Huyu ni mtoto wake kabisa. Kabisa. Angalia hata masikio yake yanavyopenda kujikunja kwenda nje. Yaani vile. Dogo huyu bwana. Alafu sasa na alivyo sasa. Ukita tu Rich akigeuka kuangalia utasema ni Marco amegeuka. Kremlin, nishawahi kuona movie nyingi sana huko duniani, ila sijawahi kuona movie kama hii. Nishawahi kusikiliza simulizi mbalimbali, lakini sijawahi kusikia simulizi kama hii. Nafikiri mimi ndio wa kwanza kuandikiwa simulizi kama hii. Nasikia Kamanda. Hii hata mimi kwangu ni ngeni. Kweli simulizi hazina mwisho. Yaani kweli kabisa yaani ulivyoelezwa na dogo jinsi ambavyo alivyofanana ni Marco kabisa. Hakuna kubisha hapa. Lakini sasa ukiangalia taarifa ambazo amezileta kwa mujibu wa story ambazo umepewa na mama yako mdogo kule, ilibidi, yani ukiangalia unaona kabisa ilibidi iwe hivyo. Swala ni wewe kwamba jinsi sasa unalipokeaje, kwamba unakuwa tayari kuendelea kukaa naye au unakataa. Lakini sasa tatizo ni moja, ndugu yangu Jeff. Ikiwa huyu mwanamke utamkataa baada ya kujua huo ukweli, kitakachotokea ni kwamba atasema kwamba wewe humpendi na ulikuwa uko tayari kwamba hata afe. Kwa hivyo unapaswa ufanye kwa busara sana ndugu yangu Jeff. Hapa ndipo ambapo unapaswa utumie medani zako za kivita vizuri. Najua bwana, mapenzi sio kama kupambana na M23 kule Kongo. Wala mapenzi sio kama yale mafunzo ya kijeshi kule China. Lakini kuna idea za utulivu lazima zitumike. Zile za kijeshi zitumike pia katika mapenzi. Kufanya tathmini vizuri kabla ya kufanya maamuzi, lazima hivi vitu vipitie. Ukikubali kuendeshwa tu na emotional, hisia zikakubeba mpera, mwanangu, unaweza ukapoteza sana. Kwa hivyo hekima hapa inapaswa itumike kubwa sana. Unajua naishiwa nguvu Kremlin. Sijui mpaka sasa hivi kwamba nifanyeje. Lakini mimi nafikiri kitu cha kwanza, nitataka kwanza pale nyumbani waniambie huo ukweli. Wakisha niambia huo ukweli, nikajua na wao wamekiri kuhusu hili jambo, hapo lazima nitaomba hekima za Mwenyezi Mungu anisaidie kwamba nafanyaje, hekima gani itumike hapo. Kwa sababu nyumbani wameamua kunificha, na kama isingekuwa busara za mama mdogo kusema ukweli, ningehangaika sana mpaka kuja kujua ukweli. Kremlin, leo naenda nyumbani, nataka niwahamasishe wazazi wangu. Nitawapana mpaka waniambie ukweli. Dogo Marco
naona kama hana kosa lolote, yani sijui kabisa. Lakini mimi nitakachokitaka, nataka niwabane wazazi mpaka waniambie ukweli. Wakisha niambia ukweli, nitajua nisamehe au nitimue au nisuse. Nitajua mwenyewe hapo. Aisee, Jeff, hapo kweli umefanya vizuri. Lakini endelea kutafakari mambo ambayo yatakayokusaidia. Ukishaambiwa huu ukweli, hakikisha sana unafanya maamuzi ambayo yatakusaidia wewe pamoja na kizazi chako. Lakini pia usisahau kuhusu ndugu zako wengine. Kwa sababu tayari Marco ni mdogo wako. Na yule mtoto kule ni mtoto wenu. Kwa hivyo lazima uangalie hayo mambo kwamba tunafanyaje hapo sasa. Kalijua kwanza leo, alafu tutashauriana. Hata kesho tutajua ni nini cha kufanya. Safari iliendelea na maongezi yao yalifika mwisho pale ambapo gari ilikuwa imefika nyumbani kwa kina Jeffu, na Jeffu alishuka na kuingia ndani. Siku ilikuwa bado haijaisha. Kremlin alielekea nyumbani kwake huku akiwa anawaza sana kuhusu kitendo kile na tukio lile na prosesi zote zilizoenenda kuhusiana na tukio la rafiki yake kipenzi, kamanda mwenzake Jeff. Kwa upande wa Jeff, yeye aliingia ndani na moja kwa moja alienda chumbani kwake kulala. Pamoja na hali kama ile, lakini bado mwanadada Nancy hakutaka shobo kabisa kuingia ndani kuongea na mume wake. Ilifika mida ya jioni kabisa, saa 11, Jeffu aliamka kutoka kwenye usingizi wake. Jambo la kwanza ilikuwa ni simu yake moja kwa moja kumpigia mke wake, mwanadada Nancy. Hello? Hello? Uko wapi? Niko hapa, niko huko nyuma. Njoo hapa chumbani sasa hivi. Haya, nakuja. Nancy ndani ya dakika 2 alikuwa tayari ameshafika chumbani alipokuwa amelala kijana Jeff. Mambo vipi mke wangu? Salama sana. Nimeshamaliza usingizi. Nimemaliza. Mbona unaonyesha kuchoka sana? Amna, kawaida tu. Niambie. Niko bomba tu. Ila nimekuita hapa tuzungumze kidogo. Okay. Unaweza ukanieleza ni kwa nini toka mimi nimekuja hapa unaendelea kunigomea kunipa penzi? Ni wewe bwana. Sasa mambo tulishaongea, nimekuambia message sikii. Kwa hiyo toka majuzi mpaka leo bado hujawahi kujisikia na huoni kama una jukumu la kunipa penzi? Nitakupa. Endelea kuvumilia mume wangu. Okay. Unaweza ukanipa story fupi kuhusiana na maisha yako kipindi ambapo mimi nilipokuwa niko mafunzoni nchini China? Story fupi kivipi yani? Kivipi yani? Kwa sababu namaanisha hicho kitu ambacho wewe unakificha kwamba mimi nisikijue, ndicho ninachotaka kukijua.
Kitu gani? Situlikaa tu tumeishi utoka uondoke. Tumekaa, hivyo tumekusubiri umerudi. Hakuna kitu chochote ambacho kilichotokea hapa katikati. Sasa si mambo mengi, mimi nitakwambia lipi niache lipi. Kama ni mambo yametokea mengi, unaweza ukaniambia mambo muhimu mawili au moja tu. Ukaniambia ni jambo gani ambalo lililotokea la muhimu sana ambalo mimi napaswa kulijua na wewe kwako naifanya iwe siri. Swali lile lilimfanya mwanadada Nancy aanze kuhisi kitu moyoni mwake. Alihisi tu kwamba huenda kuna jambo ambalo kijana Jeff huenda amelifahamu, na hasa ukizingatia kwamba alikuwa ametoka nyumbani kwao. Kwanza alijiuliza, ina maana mama nyumbani ndo amemwambia Jeff kuhusiana na mwanangu Rich? Haiwezekani. Lakini ina maana amejua kitu kilichoendelea. Ni nani kamwambia kuhusu Rich kwamba ni mtoto wangu? Ikiwa ameujua ukweli, kuna hatari ya kuuawa hapa. Sijui. Baada ya kufikiri kwa kitambo kidogo, Jeff alimuuliza swali lingine ambalo nalo lilikuwa likimuumiza zaidi na kumfanya ajue kwamba lazima kuna ukweli ambao Jeff alikuwa ameuokota. Mke wangu. Abe. Una uhakika kwamba nilivyokuacha ndivyo ambavyo nilivyokukuta? Ndiyo, ila sijui unamaanisha kivipi kwa sababu miaka yangu imebadilika toka ulivyoni. Sizungumzi habari ya miaka. Nazungumza wewe na maumbile yako na kila kitu ambavyo nilivyokiacha. Ndivyo nilivyokukuta au kuna kitu kimebadilika? Status yako ya mahusiano kuna namna imebadilika au iko vile vile kama nilivyokuacha? Iko vile vile. Una uhakika? Ndiyo, mimi niko vile vile kama ulivyoniacha. Utajisikiaje ikitokea kwamba mimi nikiujua ukweli mwingine tofauti na ukweli ambao ulioniambia sasa hivi hapa? Sidhani kama kuna ukweli mwingine zaidi ya huu ninaokuambia hapa. Labda sijajua kwamba unazungumza habari ya nini. Okay. Nenda. Sasa mume wangu, si uniambie ulichokuwa unataka Nimekwisha kusema, sina kitu kingine. Yaani namaanisha kwamba ungefunguka tu moja kwa moja nielewe ulichokuwa unamaanisha. Nimekwambia nimeshamaliza kuongea. Nenda kaendelee na shughuli zako. Mwanadada Nancy alikuwa akifahamu kabisa kwamba ikiwa ataendelea kuongea pale, mume wake yule anaweza akaanza kupandisha ghadhabu na anaweza kumwadhibu kwa muda ule ule. Aligeuza paji lake la uso na kuelekea upande wa mlango. Moja kwa moja alitoka katika chumba kile. Kijana Jeff aliendelea kubaki akiwa anamtazama, akiwa anatokomea kuelekea nje kabisa ya chumba kile. Aisee. Kwa hivyo afya ya mke wangu imesababisha Marco mdogo wangu aweze kujipigia mke wangu kweli? Au hii ni movie wanaitengeneza? Wameona labda dogo kazingua, kazaa na shemeji yake, kwa hiyo wameamua watengeneze hiyo movie ili kusudi mimi niweze kukubaliana nao.
nisije nikamdhuru dogo. Ina maana ndo kitu ambacho mbona hisia zangu zinanituma kwamba ni movie tu hii. Nitawadai mpaka cheti cha mwisho cha daktari, kila cheti. Lakini kwa karne hii, hata ikiwa ni movie, hata kama nikidai vyeti vya daktari, bado tu watakuwa wanavyo. Hata kama ni vya uongo, lakini vitakuwa vipo. Hata kama walimhonga daktari akaandika hivyo, lakini vitakuwa vipo. Kwa hivyo bado nitakuwa sijapata majibu. Lakini pamoja na hivyo siwezi kuliacha likakaa kama hivi lilivyo. Ngoja kwanza nikamsikilize baba yeye anaongeaje. Nataka nijue Chefon, mzee wangu Chefon, atakuwa anaongeaje kuhusu jambo hili. Najua baba anajua madhara ya kuongea uongo jeshini, kwa sababu na yeye alikuwa alipita mambo ya jeshini. Pamoja na kwamba yeye alikuwa ni polisi ambaye aliyekutana na mambo kadha wa kadha akafukuzwa kazini, lakini bado anaelewa masuala ya kijeshi. Anajua hatari ya kuongea uongo sehemu ambayo inahitaji ukweli. Nitamuuliza yeye. Jeff alikuwa amepitisha kichwani mwake kwamba lazima apate kikao kifupi pamoja na baba yake mzee Chefon. Huyu Chefon na yeye alikuwa ni askari wa jeshi la polisi ambaye kuna sababu zilizosababisha yeye kuacha kazi mapema sana kabla ya kipindi chake cha kustaafu. Usiku uliingia na muda wa chakula ulifika. Walikula wote kwa pamoja pale mezani, na hapo Jeff alidokeza jambo lake. Baba na mama pamoja, ninahitaji tuweze kuongea pamoja baada ya kumaliza kula. Sawa kijana, hakuna shida. Hakuna shida kabisa. Baada ya chakula kumalizika kuliwa, watu wengine walitawanyika na kwenda kulala, akiwemo mwanadada Nancy. Mezani alikuwa amebaki kijana Jeff pamoja na wazazi wake wote wawili. Mzee Chefon pamoja na mkewe Irene walikuwa wametega sikio kwa umakini, huku wakimsikiliza kijana wao Jeff kwamba ni jambo gani anataka wazungumze. Baba pamoja na mama, nimeomba wazazi wangu tuweze kuongea kidogo siku hii ya leo. Na jambo ambalo linalonifanya mimi nihitaji kuzungumza na nyinyi ni kuhusiana na maisha yangu ya ndoa. Nimekuta mabadiliko makubwa sana kwa mke wangu Nancy. Kwa jinsi nilivyomwacha na jinsi nilivyomkuta, mambo ni tofauti kabisa. Sijajua kabisa kwamba sababu ni nini. Nikaona niwashirikishe na nyinyi kwa sababu nyinyi ndio mlikuwa naye hapa na nyinyi ndio walinzi wake. Nimeona niwaulize nyinyi, mnaweza mkanisaidia. Kijana, mbona unaongea kwa mafumbo? Yani humalizi jambo kabisa. Unapotuambia kwamba amebadilika, alafu unatuambia tukuambie sababu ya hayo mabadiliko, na wewe hutuambii kwamba mabadiliko uliyoyaona ni mabadiliko gani. Nafikiri bado unatuacha hewani. Au mke wangu, wewe umeelewa alichokuwa anaongea? Hapana, kwa kweli na mimi sijaelewa. Nafikiri atuambie vizuri anamaanisha kitu gani, ili tuweze kumuelewa tumsaidie.
Kijana, unaona hata mama yako hajaelewa. Hebu tuambie mabadiliko katika sehemu gani unayozungumzia? Baba na mama, mke wangu amebadilika. Hali ya kunipenda, kuniheshimu imebadilika sana. Mapenzi yetu yameporomoka kwa hali ya juu sana. Kuna mambo mengine nisingetamani kuyaongea, lakini itabidi niyaongee tu kwa sababu nyinyi ndio wazazi wangu na inanibidi niongee na nyinyi ili muweze kunipa ushauri. Nancy hahitaji ukaribu wote na mimi. Toka nitoke safarini mpaka leo hahitaji hata kukutana na mimi kimwili, mimi mume wake. Kigezo anachokisema ni kwamba tu hataki, hajisikii, amechoka. Na nyinyi mnajua mimi ni mwanajeshi, ni mtu ambaye niliyefunzwa maadili, na tunapokula kiapo katika maadili sisi tunabaki kusimamia jambo hilo, na baba unajua jambo hilo. Nilifanya kiapo kwa mimi na mke wangu kwamba sitakuja kumchiti hata siku moja. Nimeenda na kurudi nikiwa nimeendelea kushikilia kiapo changu. Nimemkuta mke wangu nikitegemea kwamba ndio wakati wa mimi kuendeleza mapenzi mimi na yeye. Lakini nilichokikuta ni tofauti. Hahitaji hata kukutana na mimi toka nimekuja. Na hata heshima ile ya kutaka kuongea na mimi haipo kabisa. Nikimuuliza ananiambia ana mazoea na watu wengine. Hii hali inaniweka katika wakati mgumu sana wazazi wangu. Ndio maana nimeona niwaulize nyinyi kwamba kuna mambo gani yametokea hapa katikati mpaka mke wangu amebadilika kiasi hicho. Naweza mkanisaidia kwa sababu nyinyi mlikuwa naye siku zote. Hapo sasa umezungumza. Hapo kwa kweli umezungumza. Nimekuelewa. Na nafikiri hata mama yako amekuelewa. Kijana Jeff, kijana wetu, hali ya wanawake kubadilika ni kawaida. Hata mimi sikuishi maisha ya kawaida tu siku zote yale yale, mimi pamoja na mama yako. Pamoja na kutuona kwamba tumefikia hapa, lakini haimaanishi kwamba mambo yetu yalikuwa ni mserereko tu siku zote. Hata kidogo. Kuna nyakati mbalimbali ambazo wanawake wanabadilika. Na wewe unaona kwamba pengine mke wako amebadilika haraka, lakini ukumbuke kwamba huu ni mwaka wa 6. Miaka 6 imeisha toka mfunge ndoa. Kwa hivyo mabadiliko kama hayo tuliyategemea sisi, na hasa ukizingatia kwamba hujakaa naye muda mrefu. Hiyo ndio sababu inaweza ikawa. Au mke wangu nakosea? Hapana baba. Baba nani ukosei? Baba Toto, unachokisema ni kweli. Ila tu unajua kijana wetu hajabahatika kukaa vizuri na ndoa yake. Miezi 4 ya kwanza alipomaliza tu kufunga ndoa, alienda huko Kongo. Karudi miezi 2 akaenda huko Uchinani. Sasa amerudi hapa, hajazoea mikiki ya ndoa. Kwa hivyo akikutana na hayo mambo, kwa kweli lazima yamsumbue. Lakini ni vizuri kwa sababu ameongea na sisi ili tumwambie kwamba hayo mambo ni ya kawaida. Tumwambie tu aendelee kwa karibu na mke wake na hali yake itarudi kama kawaida. Mama, mbona wote kadiri mnavyoongea kuna kitu kinaonyesha kabisa kwamba hammaanishi mnachoongea? Naona kabisa kuna siri ambayo mmeificha. Naombeni mniambie huo kweli.
hiyo siri mnayoificha naomba mniambie. Niko tayari kuipokea hata kama ni chungu kiasi gani. Kwa upande wa baba yake na Jeff, Bwana Chefon alikuja kugundua kwamba lazima kuna ukweli fulani kijana Jeff atakuwa ameupata, na ndio maana amefikia pale. Kwa kutumia taaluma yake ya upolisi aliyoishi nayo kwa muda wa miaka kadhaa kabla ya kuacha kazi hiyo, aliamua sasa kumdodosa kijana Jeff ili aweze kupata ukweli kwamba Jeff kuna ukweli anaojua, ili kama kuna kitu anakijua aweze kumweleza vizuri. Kijana, hebu sikiliza. Unaposema kuna jambo ambalo tunakuficha, unahisi tunaweza tukakuficha jambo gani? Baba, naamini kabisa kuna jambo mnanificha katika masuala ya mahusiano kuhusu mke wangu. Kuna kitu kiko nyuma ya pazia na mnakijua vizuri. Naomba mniambie huo ukweli. Ninaomba sana mniambie huo ukweli. Msiunifiche. Mke wangu nilivyomwacha sivyo nilivyomkuta. Yaani hata mtoto. Wewe. Sikiliza wewe. Unazungumza habari ya mke wako tena? Si ndio hii tunaendelea kuijadili, mbona sasa kama unaianza upya? Msikilizaji, pamoja na kusema vile, lakini Bwana Chefon alikuwa tayari ameshajua kwamba kuna ukweli fulani ambao Jeff alikuwa tayari anao, na sasa alikuwa anajipanga namna ya kumweleza ukweli jinsi ambavyo ulivyokuwa. Hebu sikiliza wewe. Nataka nikuambie kitu. Jeff, haya maisha unavyoyaona haya, kuna muda yanabadilika na mambo yanakuwa tofauti sana. Ninafahamu kwamba kuna kitu umekifahamu mpaka sasa hivi kuhusiana na mke wako. Hicho kitu ni cha kweli. Lakini kama alikuambia sawa sawa, basi utaelewa kwa nini iko hivyo. Pale Jeff aliendelea kumtazama baba yake, akiwa anasikiliza kwamba baba yake anataka kusema maneno yale yale aliyoyapata kutoka kwa mama yake mdogo, au ana jambo jingine jipya. Ni ukweli kwamba mke wako hayupo kama ambavyo ulivyomwacha. Lakini labda kwa kifupi nikwambie tu kwamba ni kweli mke wako yeye aliumwa, na hapakuwa na namna nyingine. Jeff, utatusamehe sana wazazi wako. Ulikuwa pia hupatikani ili tukwambie uweze kuamua kwamba ni kitu gani kifanyike. Kwa hivyo kutokana na ugonjwa uliokuwa unamuuma, tiba ilikuwa ni kwamba lazima apate mtoto, la sivyo kizazi chake kitolewe asipate na uzazi milele au afariki dunia. Katika mazingira kama hayo, tulikosa namna nyingine ya kufanya. Ndipo tulipoamua kwamba ndugu yako aweze kukusaidia jukumu hilo, aweze kumwokoa shemeji yake. Inawezekana yakaonekana sio maamuzi mazuri sana, lakini kwa wakati huo yalikuwa ni maamuzi ya busara sana kwa ajili ya kuendeleza kumbakiza mkwe wangu aendelee kuishi. Sasa tunajua haiwezi kuwa tamu sana kwako. Tunaomba utusamehe sana kwa kweli. Tuwie radhi, tusamehe sana.
tena sana. Tusamehe sana kwa kweli, lakini ilibidi iwe hivyo. Pamoja na kwamba inawezekana umeambiwa, lakini imebidi nikwambie vizuri. Lakini nia yetu tulitaka tunyamaze, tusikwambie kabisa kabisa, sababu tulijua unaweza ukakaflika, ukafanya maamuzi magumu sana. Lakini kwa sababu umeshazipata tetesi, sisi kama wazazi wako hatuna budi kukuambia ukweli wote, na ukweli ndio huo. Msikilizaji, kufikia pale Jeff alikuwa ameshaupata ukweli wote, na alikuwa anafahamu kabisa sasa kwamba taarifa alizokuwa amezipata zilikuwa si taarifa potofu, bali zilikuwa ni taarifa halisi kabisa, na ni ukweli kabisa kwamba Mariko alikuwa amezaa na mke wake. Ilikuwa sasa ni hatua nyingine, wakati ambapo Jeff alikuwa anawaza ni nini cha kufanya. Alibaki akiwa ameuma meno yake, huku akiwatazama wazazi wake kwa hasira sana. Lakini mama yake alinyanyua mdomo na kuanza kumwongelesha. Jeff, unaonyesha umetukasirikia sana wazazi wako. Lakini unapaswa utambue kwamba kuendelea kumuona Nancy mke wako akiwa hai ni kwa sababu ya maamuzi tuliyofanya sisi wazazi wako. Laiti kama tusingefanya hivyo, ungekuta tu kaburi la mke wako likiwa hapo nje. Hakuna namna nyingine ambayo ungeweza kumkuta akiwa hai. Na kama sivyo, basi ungekuta unakaa na mke ambaye hana uwezo wa kukupatia mtoto, kwa sababu angetolewa kizazi. Kama si maamuzi tuliokaa tukaamua, na hata mdogo wako akawa hataki tukamlazimisha zaidi ya mara 7, ndipo akakubali tena baada ya kuona kwamba shemeji yake yuko karibu kukata roho. Kiukweli usingemkuta mke wako. Na mimi niungane pamoja na baba yako kukuomba msamaha. Lakini ukikaa ukituliza akili yako, uangalie sasa kwamba ni nani ambaye anapaswa kumuomba msamaha. Sisi tunapaswa tukuombe msamaha au wewe unapaswa utupongeze? Lakini sisi kwa ungwana kama wazazi wako tunaomba utusamehe sana. Maneno yale ya mama yake na Jeff kwa kweli yaliusuza sana moyo wa kijana Jeff. Yaliolainisha mahali ambapo kulikokuwa kuna ugumu, pale lainika sana na kubaki akiwa anaanza kutiririsha machozi, huku akiwa amewatazama wazazi wake. Hakuwa na namna ya kufanya. Kila alipotaka kuwalaumu, nafsi yake ilikuwa ikimsuta kwamba analaumu vipi watu walioamua kumuokoa mkewe. Lakini kila alipotafakari ugumu wa kulibeba jambo hilo ya kwamba mke wake wa ndoa amezaa na mdogo wake, kwa kweli alibidi atoe machozi. Alikuwa yuko kwenye kibarua sasa cha kufanya maamuzi. Je, aendelee kubaki na mke wake au amfukuze? Alitafakari sana bila kupata jibu. Msikilizaji, kwa upande wa pili katika penzi la kijana Julius pamoja na mwanadada Rhoda. Rhoda tayari alikuwa yuko mbali na kijana Julius. Isa alikuwa yuko kwenye mikakati ya kutaka kujua ukweli wa moja kwa moja kuhusiana na urafiki unaozidi kati ya Elizabeth pamoja na Christina, hasa kuhusiana na maisha ya Julius. Ukweli kidogo alioupata haukutosha hata kidogo kwenda kumweleza Julius ya kwamba kuna kitu nyuma. Aliendelea kunyamaza akitaka kujua ukweli halisi. Ni kwa nini Elizabeth anajisogeza zaidi kwa kijana Julius?
Ni kijana mmoja ambaye aliyekuwa anafahamika kama Daidi. Daidi alikuwa ni kijana mmoja ambaye aliyekuwa rafiki mkubwa wa Christina. Daidi alianza kupewa maelekezo akiambiwa kwamba anapendwa sana. Alielezwa kwamba kuna mwanamke anampenda sana, na aliyekuwa akimweleza hivyo alikuwa ni Christina. Na hata pale Daidi alipouliza huyo mwanamke ni nani, Christina hakusita kumwelekeza kwa Rhoda. Kama mwanaume halisi, ilibidi amtazame huyo mwanamke ni yukoje. Alipomtazama alionyeshwa alikuwa ni mwanadada Rhoda. Rhoda alikuwa ni mwanamke mzuri kabisa. Kitu kilichomfanya sasa Daidi aanze kurusha mishale yake kumbembeleza mwanadada Rhoda. Kutokana na mazingira ambayo yalikuwepo kwa mwanadada Rhoda kipindi kile, alipoambiwa kwamba anahitaji kuolewa na kijana Daidi, hakusita kuingia katika 18. Daidi alifurahi kujiopolea mwanadada mzuri kabisa, mbichi kabisa, mwema kabisa, ambaye alikuwa tayari kuolewa kwa muda mfupi tu uliokuwa upo mbele yao. Ukweli Daidi hakuwa na nia yoyote ya kuoa, lakini kwa sababu alishaelezwa madhaifu ya mwanadada Rhoda, aliamua kumweleza kwamba anahitaji kumwoa, lakini nia yake ikiwa ni kupata utamu uliofichwa katika mwili wa mwanadada Rhoda. Kufikia pale Christina alikuwa ameshafurahi kwamba ameweza kuwatenganisha kijana Julius pamoja na mwanadada Rhoda. Julius siku moja aliwaona Daidi akiwa pamoja na Rhoda. Walikuwa katika hali ya mahaba ya kupigana mabusu, hali ambayo iliyomfanya Daidi afurahi sana na kuvutiwa zaidi na penzi ambalo alilokuwa akilipewa, mahaba aliyokuwa akionyeshwa na mwanadada Rhoda. Lakini kwa Julius mambo yalikuwa ni mabaya zaidi. Aliumia sana na kuamua sasa kukata tamaa moja kwa moja, akijua kabisa kwamba kwa kweli ameshampoteza rafiki yake kipenzi, mpenzi wake wa karibu, mwanadada Rhoda. Katika mazingira hayo, Daidi aliendeleza penzi hili huku akianza kutoa ahadi za ndoa ambayo hazikuwa za ukweli. Mazingira haya yalimfanya Julius kuwa karibu zaidi na mwanadada Elizabeth. Elizabeth alifanikiwa kumsogeza karibu zaidi kijana Julius na kuingia katika mahusiano ya kimapenzi. Kufikia pale, lengo ambalo lililokuwa limelengwa na mwanadada Gladness lilikuwa karibu kabisa kutimia. Elizabeth alifika na kumweleza mwanadada Gladness kwamba tayari ameshafanikiwa kumweka mbali kijana Julius na mpenzi wake aliyekuwa anampenda sana, mwanadada Rhoda. Kwa sababu kazi hii walikuwa wamepewa wawili, Elizabeth pamoja na Christina. Taarifa zao zilimfariji sana mwanadada Gladness ambaye aliyekuwa akimhitaji sana kijana Julius. Ilikuwa ni shangwe kwa mwanadada Gladness baada ya kupata taarifa hizo kwamba Rhoda alikuwa na mpenzi wake mwingine aliyefahamika kama Daidi, na wakati huo Elizabeth akiwa amemnasa Julius. Mapenzi kati ya mwanadada Elizabeth na Julius yaliendelea kupamba moto. Gladness alimweleza Elizabeth sasa kwamba ni wakati sasa wa kuachana na Julius, kwa sababu tayari kama ni pesa ambayo aliyokuwa anaihitaji alikuwa tayari ameshapewa. Na sasa Gladness alikuwa anataka amvute kijana Julius ili aweze kuwa mpenzi wake, sasa kumtoa katika mikono ya Elizabeth ambaye alikuwepo tu kwa ajili ya kumweka mbali Julius pamoja na mwanadada Rhoda. Na kwa sababu ameshafanikiwa, basi aachie mwanadamu wa watu aliyekuwa anahitajika
aende alipokuwa anahitajika. Yaani alipaswa sasa amwache Julius ili Gladness aweze kujisogeza karibu na Julius na aweze kumnasa, kwa sababu alimpenda sana na ametumia gharama kubwa kumlipa Elizabeth pamoja na Christina ili tu waweze kutenganisha ndoa au ule ukaribu, uchumba wa Julius pamoja na Rhoda. Hapa napo kulikuwa na mitifiano mingine mipya kabisa. Elizabeth alionyesha kupendezwa sana na penzi la kijana Julius, hata pale alipoambiwa kwamba kazi yake imekwisha, kwa hivyo aachane na Julius. Aliona ni jambo ambalo haliwezekani. Kwa Gladness alikasirika sana, kwa sababu aliona kama amesalitiwa vile na watu waliowapa kazi. Alimuuliza Elizabeth kwamba kwa nini anaendelea kung'ang'ana na Julius ili hali yeye alitumwa tu na akapewa pesa ili aweze kukaa mbali naye. Hata pale alipoulizwa hivyo, bado Elizabeth alisisitiza kwamba ameshamzoea Julius na hivyo anahitaji kuendelea kuwa karibu naye. Msikilizaji, hapa kulikuwa na vita kubwa sana. Gladness hakukubali kushindwa hata kidogo. Aliamua kuanzisha vita ya kumteka mwanadada Elizabeth kupitia watu wengine aliowapa kazi, na hivyo kumpoteza kabisa kwa kipindi kirefu bila kuonekana mahali alipo. Ni katika kipindi hiki ndipo Gladness alipojisogeza karibu kabisa na kijana Julius ili waweze kuwa pamoja katika mapenzi. Hata hivyo, kwa sababu Julius naye hakuwa na mpenzi kwa kipindi hicho, baada ya mwanadada huyu kupotea na kutafutwa kila mahali bila kupatikana, aliamua kuingia katika penzi jipya la mwanadada Gladness. Walikaa katika hali ya upendo mkubwa sana, huku kila mmoja akifurahia mapenzi. Daidi alizidi kuendelea kuwa karibu na mwanadada Rhoda, huku akiendeleza penzi lililokuwa kubwa sana. Siku moja walikuwa wako sokoni. Rhoda alikuwa yuko na mpenzi wake Daidi, wakiwa sasa wanajiandaa rasmi kwa ajili ya kuingia katika ndoa yao ambayo ilikuwa imebakisha miezi miwili tu mbeleni. Ni wakati huo pia ndipo ambapo Gladness pamoja na Julius walikuwa wako kwenye penzi ambalo lilikuwa moto moto kweli kweli. Hata hivyo, Gladness hakuwa na ratiba ya kuolewa, lakini alikuwa anapenda sana kuishi maisha ya upenzi tu yeye pamoja na Julius. Walipokuwa wako sokoni, kwa mbali Rhoda alimuona Julius, jambo lililomfanya kuhitaji kusogea karibu na yeye ili waweze kusalimiana. Akiwa pamoja na mpenzi wake Daidi, walifika karibu mahali ambapo Julius alikuwa pamoja na mwanadada Gladness. Salamu zao zilionyesha kabisa kuna mapenzi makubwa sana ndani ya mioyo yao. Julius alimrukia na kumkumbatia Rhoda, na Rhoda akiwa amemkumbatia, walikumbatiana huku wakisalimiana bila kukumbuka kwamba kila mmoja alikuwa na mpenzi wake. Pale pale walipeleka midomo yao na kuigusanisha, huku wakianza kunyonyana mate pale pale. Jambo hili lilikasirisha kila upande. Kwa upande wa mwanadada Rhoda na Julius walikuwa wamefurahi sana, lakini kwa mwanadada Gladness pamoja na kijana Daidi walikuwa wamekasirishwa sana na hali zile. Pale ndipo ambapo penzi jipya lilianza kuchipuka tena. Kuanzia siku ile, kwa kweli hakuna hata mmoja aliyekuwa akimwamini mwenzake. Si Gladness kumwamini kijana Julius, wala Daidi kumwamini mwanadada Rhoda. Mapenzi yao yaliendelea siku hadi siku, yakamea, hatimaye yakakua na hatimaye yakazaa matunda. Ndipo baadaye kabisa kijana Julius alibahatika kufunga ndoa na mwanadada Rhoda, wakiwa na furaha kubwa sana
huku wakimwacha mwanadada Gladness pamoja na kijana Daidi wakiwa na hasira kubwa sana. Ndoa yao ilibidi isimamiwe na polisi kwa sababu kuliaminiwa kabisa kwamba muda wowote kungetokea vurugu. Kwa upande mwingine, msikilizaji, kijana Jeff alikuwa naye kwenye wakati wa kufanya maamuzi. Alikaa kitako peke yake akiwaza sana kwamba ni jambo gani alifanye ili kuweza kuishi kwa amani pale nyumbani. Aliwaza sana. Akasema inabidi aende akakutane na rafiki yake siku inayofuata ili waweze kujadili yeye pamoja na Kremlin ili wajue ni nini la kufanya. Baba, nashukuru kwa kujua ukweli na naomba nisiendelee kuongea sana. Nimeelewa, basi ya mambo naomba yaishi hapa. Ndivyo maongezi ya kijana Jeff pamoja na wazazi wake yalivyohitimishwa. Siku iliyofuata, Jeff walipoenda kazini, alikutana na Kremlin na kumweleza mambo yote ambayo yaliyotokea, huku akithibitisha ukweli kwamba baba yake pamoja na mama yake wameuthibitisha ukweli huo. Kwa mashauriano ya Jeff pamoja na Kremlin, Jeff aliamua kufanya maamuzi ya kuendelea kubaki na mke wake, huku akimweleza Kremlin kwamba ameamua kukaa na mke wake ikiwa tu mke wake atajirudi na kuendelea kuwa na mapenzi ya awali. Jeff aliporudi nyumbani, alimuita mke wake pamoja na mdogo wake Marco pamoja na wazazi wake wote, wakakaa pale na kila jambo likawekwa bayana. Kwa mwanadada huyu Nancy alielezwa kwamba asahau habari ya kwamba alizaa na kijana Marco. Jeff alimweleza kwamba mke wangu, nimeshaelewa mambo yote ambayo yametokea. Hakuna sababu ya kuendelea kuniogopa tena. Mdogo wangu, usiwe na mashaka yoyote kwamba mimi pengine nitakuja kukufanya kitu chochote kibaya. Ninafikiri ni wakati wa mimi kujivunia kwamba nilikuwa na mdogo wangu ambaye alimsitiri mke wangu na kunisitiri mimi pia. Nimekaa nikatafakari kwamba ingekuwa kwamba mdogo wangu Marco haupo hapa nyumbani ingekuwaje. Mke wangu ingebidi aende kutoka na mwanaume mwingine ili aweze kutimiziwa hiyo haja, ili aweze kuokoa maisha yake. Lakini kutokana na kwamba ulikuwepo hapa nyumbani, imesaidia sana. Naomba unitunzie siri yangu. Ikiwa ninaweza kuvumilia milio ya risasi na mabomu na mizinga ya kila aina, ninajipa moyo na naamini ninaweza kuzingatia pia hili nikavumilia. Kwa upande wa baba na mama, mimi ninaweza nikajivunia sana kwamba nimepata wazazi wema kabisa. Wazazi walioamua kunilindia mke wangu kipindi nikiwa mimi sipo. Maamuzi mlioyafanya yalikuwa ni maamuzi ya busara. Nawashukuru sana wazazi wangu. Nimefurahi sana kwa kweli kwa maamuzi mlioyafanya, nawashukuruni sana. Nimekaa nikatafakari kwamba ikiwa ningekuja nikaonyeshwa kaburi la Nancy ningejisikiaje. Badala yake nimekuja kupata simulizi ya watu ambao walioamua kuokoa uhai wa mpenzi wangu na mke wangu halali wa ndoa. Kwa nini nisijivunie nikafurahi kwamba
Kuna watu ambao waliamua kusimama sehemu nilipopaswa kusimama ili kuhakikisha kwamba mke wangu anakuwa salama. Nawashukuru sana. Mke wangu, narudia kwako tena niongee na wewe. Naomba ulirudishe lile penzi letu la zamani. Mliamua kuficha hili jambo, lakini Mungu hakuamua hili jambo lifichwe. Hata maandiko matakatifu yanasema ni utukufu wa Bwana kuficha jambo, lakini ni utukufu wa mfalme kuchunguza jambo. Hii inaonyesha kwamba mtu mwenye uwezo wa kuficha kitu kikawa ni utukufu kwake ni Mwenyezi Mungu pekee. Lakini sisi wanadamu imetupasa tuchunguze na kuyajua mambo jinsi yalivyo. Kitu pekee ninachokiomba, naomba urudishe mazoea, mapenzi na kila kitu kwangu. Sipo tayari kukupoteza, Nancy. Ningeshangaa sana kama ningepata hizi taarifa kwamba ulitoka tu na mtu bila tatizo lolote lile. Ningeshangaa sana kwa sababu ninakufahamu Nancy, wewe sio mtu wa karba hiyo. Ninafahamu jinsi ulivyo mwaminifu katika mapenzi. Ndio maana nimeamua kukusamehe japokuwa uliamua kunificha, na sitakulaumu kwa sababu lilikuwa ni jambo baya kwa kweli. Lakini hata hivyo lilikuwa ni zuri. Ila nyinyi msingeamini kwamba hilo jambo linaweza kuwa zuri machoni mwangu. Kuanzia hapa ninapozungumza niombe kitu kimoja. Naomba Rich mumlete akae na mimi pamoja na mke wangu pamoja. Namuomba Rich aweze kuja hapa akae na mama yake. Mimi nitabaki kwa baba yake. Baada ya kusema hayo, niwashukuruni wote kwa ujumla wenu. Na naomba wazazi muendelee kubariki ndoa yetu ili tuweze kuishi kwa amani na upendo. Baada ya maneno hayo alipoyaongea kijana Jeff, yaliwafanya wazazi wake na wote waliokuwa pale akiwepo kijana Marco mdogo wake na Jeffu kufurahi sana, na hata mke wake alifurahi na pale pale alinyanyuka na kumkumbatia kijana Jeff. Baba yake Jeff pamoja na mama yake waliongea maneno machache pale. Na baada ya hapo waliwaruhusu waweze kuondoka na kwenda kuishi pamoja kwa amani. Siku iliyofuata ndio siku ambayo kijana mdogo, mtoto mdogo yule Rich, alipofuatwa kule nyumbani kwa bibi yake mzaa mama na kurejeshwa pale nyumbani kwa kina Jeffu, na hivyo familia ile ikawa imekamilika. Ni kijana Jeff pamoja na mkewe Nancy pamoja na mtoto wao wa kwanza huyu ambaye ni Rich, ambaye ni mtoto wa mdogo wake na Jeff, yani Marco. Waliamua kuishi kwa pamoja na kwa amani kabisa, Jeff akionyesha mapenzi mema kabisa kwa mtoto Rich. Lakini hata hivyo mapenzi yao yalirudi maradufu. Kuanzia siku ile, Jeff alianza kupata unyumba kutoka kwa mke wake wa ndoa kabisa, mwanadada Nancy, na furaha ikatamalaki. Watu wote wakaishi kwa amani. Hiyo ndiyo simulizi ya kosa lisilokuwa na adhabu, msikilizaji. Kiukweli, japokuwa mwanadada Nancy alitenda makosa na wazazi wake walitenda makosa, lakini ni makosa ambayo yalikuwa hayana adhabu kabisa, na ndio maana hili ni kosa lisilokuwa na adhabu. Kufikia hapo ndio mwisho kabisa wa simulizi yetu hii iliyokuwa inakwenda kwa jina la kosa lisilokuwa na adhabu. Kufika hapo mimi sina la ziada. Nategemea comment zako hapo, msikilizaji na mfuatiliaji wa simulizi yetu hii pamoja na channel yetu hii kwa jumla ya Makala Simulizi. Nikutakia kila laheri. Niendelee pia kukukumbusha
kwamba kama wewe ni mgeni, bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe liko chini ya video hii ili uweze kupata simulizi nyingine nyingi sana. Kumbuka, mwisho wa simulizi hii ni mwanzo wa simulizi nyingine. Mimi nikutakia kila laheri. Mimi wako BHB wa Makala Simulizi. Bye bye. Tukutane katika simulizi zijazo.